Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 2. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Mstari wa 3. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi, na saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na wakamilifu bila kupungukiwa na neno. Leo nitakuwa naongelea ujumbe unaosema kila jaribu linapokuja huwa halizoeleki, bali linakuja na maumivu. Kuna watu wengi huwa wanasema mimi majaribu nimeyazoea na majaribu ni sehemu ya maisha yangu. Ni kweli majaribu ni sehemu ya maisha yako, lakini jaribu linapokuja kwa mtu huwa linakuwa na maumivu. Ayubu alipopata jaribu lile la kufiwa na watoto, mali zake kuondoka kabisa, na mke wake akaleta ushauri kwamba Ayubu, unaoneje umkufuru Mungu ufe? Mwanamke yule hakujua maumivu ya Ayubu, bali Ayubu yeye ndiye aliyejua maumivu ndani ya moyo wake, kwa sababu Mungu huruhusu majaribu yaje kwetu, lakini sisi huwa tunayaona hayo maumivu, huwa tunayahisi maumivu makubwa sana. Mtu mwingine hawezi kuhisi maumivu nayohisi. Kwa hiyo majaribu huwa yazoeleki. Kwa mfano, mtu ukitengwa, mtu umenyanyaswa, ukikataliwa na ndugu, ukikataliwa na mume, ukikataliwa na mke, yale ni maumivu ambayo mtu anasikia. Lile ni jaribu. Kwa kukataliwa, kunyanyapawa, mtu anakunyanyapaa, mtu anakufanya ujisikie vibaya, lile ni jaribu. Kudharauliwa mbele za watu, hilo ni jaribu. Mtu anapodharauliwa mbele za watu, amejaribiwa kwa kudharauliwa, na maumivu yale ameyasikia, yeye amejisikia vibaya sana. Kwa hiyo majaribu yanapokuja kwa mtu huwa anakuja kutuimarisha, na Mungu huwa anatoa mlango kwa Ayubu aliyekuwa amefilisika, aliyekuwa ana maumivu ndani ya moyo na katika mwili pia. Yalikuwepo maumivu ndani ya moyo, hisia